nahitaji kukueleza historia fupi kuhusiana na nchi ya DRC. Nchi kubwa na yenye rasilimali nyingi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imekuwa katika kile kinachotajwa kuwa ni vita vya dunia vya Afrika. Hali hiyo imeacha nchi katika janga la kuhitaji msaada ya kibinadamu. Mapigano ya miaka takriban 5 yalitikisa serikali ikiungwa mkono na Angola, Namibia na Zimbabwe dhidi ya waasi wanaoungwa mkono na Uganda pamoja na Rwanda. Licha ya mpango wa amani na kuundwa kwa serikali ya mpito mnamo mwaka 2003, watu upande wa mashariki mwa nchi wamesalia kuwa katika hali ya wasiwasi kutokana na kuwapo kwa makundi ya wanamgambo na wanajeshi yanayowasumbua. Vita hivyo vilisababisha vifo vya takribani watu milioni 3, ama kutokana na mapigano ya moja kwa moja au kutokana na magonjwa na utapiamlo. Hali hiyo imetajwa kuwa huenda ndio za umuhimu wake kwa Marekani. Hivyo mwaka 1997, wakati nchi jirani ya Rwanda ilipovamia Zaire kwa ajili ya kuwasaka wanamgambo wa Kihutu, iliwapa nafasi waasi wanaompinga Mobutu ambao mara moja waliuteka mji wa Kinshasa na Laurent Kabila kuingia madarakani na kuwa rais, na kulirejesha tena jina la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, matatizo ya DRC yaliendelea. Mzozo kati ya Bwana Kabila na washirika wake wa zamani ulianzisha uasi mwingine uliokuwa ukiungwa mkono na Rwanda, Uganda, Angola, Namibia na Zimbabwe. Zikachukua upande wa Kabila na hivyo kuigeuza nchi hiyo kuwa uwanja wa vita. Majaribio ya kuipindua serikali na ghasia za hapa na pale ziliendelea kurindima na kuanzisha mapigano mapya mashariki mwa nchi hiyo. Mwaka 2008, wanamgambo wa Kihutu kutoka Rwanda walipambana na wanajeshi wa serikali mwezi Aprili na kusababisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao. Kundi jingine la waasi chini ya Jenerali Laurent Nkunda lilitia saini makubaliano ya amani mwezi Januari, lakini mapigano yalizuka tena mwezi Agosti. Majeshi ya Jenerali Nkunda yalisonga mbele na kuingia katika ngome za serikali na mji wa Goma na kusababisha raia na wanajeshi kukimbia, huku majeshi ya kulinda usalama ya Umoja wa Mataifa kujaribu kushikilia maeneo pamoja na wanajeshi waliosalia wa serikali. Of Chief Obasanjo, we were fighting.
Now we are in a peace process. That's why we withdrawn from some areas. We are not ready to continue to withdraw. We are ready now to unite. Katika jaribio la kuleta hali ya utulivu, serikali mwezi Januari ya mwaka 2009 ilialika wanajeshi kutoka Rwanda kusaidia kuwasaka waasi wa Kihutu wanaofanya shughuli zao mashariki mwa DRC. Rwanda ilimkamata hasimu mkuu wa waasi wa Kihutu, Generali Nkunda, ambaye ni Mtusi aliyeonekana kama mpinzani mkuu katika eneo hilo. Hata hivyo, mwaka huo wa 2009 ulisalia kuwa na hali ya wasiwasi katika maeneo ya mashariki. Je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Kwa sasa nchi ya Kongo inaongozwa na Felix Tshisekedi, lakini bado serikali hiyo imeendelea kukabiliwa na kupambana na makundi mbalimbali ya waasi, ambayo moja ya dira kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumpatia nafasi Felix Tshisekedi ambaye ni kiongozi wa upinzani kuwaongoza kama rais wao, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anakomesha uwepo wa makundi mbalimbali ya waasi ambayo yamekuwa yakisumbua zaidi taifa hilo. Tamati ya hekaya kwa siku ya leo. Mimi ni mwandaji na msimulizi wako, Engineer George Wilson Kimini. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.